cha siasa cha katiba ya Jamhuri yetu ya Kidemokrasia ya Kongo kinachoitwa M64, yani M64, article 64 napatikana hapa Nairobi, Kenya, kuhudhuria kumbusho ya ndugu zetu wa Kongomani wa komunote ya Wanyamulenge ambao wanapitia muda wa genocide. Genocide hii haijawahi kufanyika ulimwenguni. Ambayo ilifanyika Rwanda ilikuwa ndogo zaidi ya hii, na wale ambao wamefanya genocide Rwanda walifanya kwa mipanga, lakini ndugu zetu wa Nyamulenge ni mara ya kwanza tunasikia ambaye anaitwa rais wa Umoja wa Afrika Ndayishimiye ambaye anashiriki genocide wa komunote ya Wanyamulenge ambao sio Warundi, ni wa Kongomani. Pia chama chetu cha M64 tuna hukumu Umoja wa Mataifa ambayo inaonekana kwamba inasindikiza genocide hii ya ndugu zetu. Wao ni maraia, ni wazee ambao serikali hata ya Kinshasa inajuruhusu kutuma drone ambazo ziko hapo kwa kupiga nchi, yaani nchi inapigana na nyingine, lakini hizo drone zinatumiwa kwa kuua komunote ya Wanyamulenge. Ndio maana sisi tumesema hapana, hii ni kitu tunapaswa kuhukumu, na tunaomba justice international, hata justice ya Kongo, kwani imekuwa ya kabila moja. Nchi ya Kongo hakuna serikali, nchi imeoza, na ndio chanzo kikubwa ambacho tunacho Kongo cha ubaguzi. Kongo ili uwe waziri, inaomba uwe mwenye ubaguzi, uwe watu, ulete chanzo cha kuachanisha watu ili uweze kuwa rais wala kuwa waziri. Kwa hiyo tunahukumu. Ndio maana tumekuja kuomboleza na wandugu zetu hapa ambao wanapitia kipindi kikubwa kilicho kigumu zaidi sana. Umesema ni C64 na C64 wameandaa maandamano, wametishia kuandamana katika nchi nzima Agosti 15 mwaka huu kumtaka rais ajiuzulu mara moja. Je, tarehe hii inafuatiliwa na unaona kwamba mtaweza kweli kumondoa madarakani bwana Tshisekedi? Unajua C64 ni coalition, mmoja ya chama za siasa ambazo ziliungana, zilitoka kwa M64. Mimi ndio kiongozi wao. Sasa unajua wanasiasa wa Kongo wana hiyo ujanja ya kwenda kutafuta pesa kwa damu ya Wakongomani. Unanifuata vizuri? Hiyo ambao wanafanya ni njama za kumsindikiza Felix ili aweze kuendelea abrige manda nyingine, endelee na mauaji hii ambao tumehudhuria siku ya leo, abaki madarakani tena muda wa manda nyingine mbili, yaani miaka 14. Kwa hiyo mimi hiyo mambo ninajiuzulu kwayo. Ninaangalia kwanza wa ndugu zetu hawa ambao wanakufa, sababu hakuna Kongo bila Wanyamulenge. Na nchi zingine kama Kenya ambao tunasifu viongozi wa Kenya wamevukia hiyo mambo ya kuona sura ya mtu sababu ni mrefu wala ni mfupi wala ni mweusi wala ni mwekundu. Hiyo haiwezi kujenga nchi, lakini ni shida ambayo tuko nayo huko Kongo, sababu ndugu zetu wa Nyamulenge wamefanana saa zingine na wa Kenya, saa zingine wamefanana na wa nchi zingine, hawastahili kuwa Wakongomani. Kongo tuna shida nyingi, tuna njaa, tuna insecurity, hatuna barabara, lakini wanasiasa wanapora mali ya nchi. Na kwa hiyo mambo ya C64 na jiuzulu kwa hiyo sione hiyo. Tunaangalia kwanza shida ambazo tunazo na kuhukumu hiyo mauaji ambayo endelea kuua ndugu zetu. Na mimi na swali la kuongezea. Asante sana kiongozi, labda jambo la mwisho ambalo labda unaona kwamba tujagusia na unaona kwamba ni vizuri kuweza kugusia, ambayo naweza kuongeza kugusia, ni kusitiza Umoja wa Mataifa, yani droit de l'homme, UN kufuatilia kesi hili na wajambazi ambao waliua baadhi ya wandugu ambao tumeshirikia siku ya leo ukumbusho yao huko Gatumba, washikwe na wasambishwe, na hao ambao kuanzia kwa Tshisekedi ambao nasukuma madrone na kuleta silaha kwa FDLR ambazo ni genocide ambazo ziliua watu Rwanda, tena anazipa silaha, analeta tena silaha kwa majimaji wanaitwa wazalendo ili waue komunote ya Wanyamulenge. Tunaomba justice ifanyike. Asante. Asante sana.